Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Mji wa Moshi ulikuwa na mchango mkubwa katika mchakato wa mapambano yaliyopelekea vita ya Kagera ya mwaka 1978-1979. Kabla hata ya vita rasmi kuanza, makundi mbalimbali ya wapinzani wa utawala wa Idi Amin yalikuwa yameweka kambi zao Moshi, yakijipanga kwa mashambulizi ya siri dhidi ya serikali ya Uganda. Ingawa wengi huamini kuwa vita kati ya Tanzania na Uganda vilianza Oktoba 30, 1978 baada ya uvamizi wa Kagera, harakati za kumpinga Amin zilianza mapema tangu miaka ya mwanzoni mwa 1970. Kati ya mwaka 1972 na 1979, vikundi vilivyokuwa Moshi vilivuka mpaka kwa siri kuingia Uganda na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Baadhi ya wapiganaji hao walikamatwa mwaka 1973 na kuuawa hadharani kwa amri ya Amin. Katika kitabu chake Sowing the Mustard Seed, Rais Yoweri Museveni anaeleza kuwa mashambulizi dhidi ya Amin yalianza rasmi mwaka 1972. Anafafanua kuwa kundi lake la Front for National Salvation, FRONASA, lilikuwa na makambi kadhaa yaliyopata maelekezo kutoka Moshi, Tanzania. Wakati huo Museveni alikuwa akifanya kazi kama mwalimu katika chuo cha ushirika Moshi, mkoani Kilimanjaro. Kutokana na mashambulizi hayo ya mara kwa mara, Amin alianza kumtuhumu baba wa taifa, Julius Nyerere, akidai kuwa Tanzania ilikuwa inawapa hifadhi, fedha, silaha na mafunzo wapinzani wake. Hali ilizidi kuwa tete, hasa ikizingatiwa kuwa rais wa zamani wa Uganda, Milton Obote, naye alikuwa akiishi Dar es Salaam baada ya kupinduliwa. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Amin aliwahi kupanga kuushambulia mji wa Mwanza, akidhani kuwa ndipo mkutano mkuu wa wapinzani wake ulipofanyika. Hata hivyo, mkutano huo muhimu ulifanyika Moshi, ambako vikundi vyote vya wapinzani vilikutana na kuungana rasmi. Makundi yaliyoungana ni pamoja na kikosi maalum kilichoongozwa na Tito Okello kwa kushirikiana na David Oite Ojok, kundi la FRONASA chini ya Museveni, pamoja na Save Uganda Movement lililoongozwa na Akenapo Ojok, William Omaria na Ateker Ejalu. Kulikuwepo pia Uganda National Movement ya Edward Rugumayo, Fred Sempebwa, Eria Kategaya na James Mwebaze, pamoja na kamati ya Negotiating Committee for Democratic Unity iliyokuwa Dar es Salaam chini ya Dan Wadada na Budere, Yash Tandon, Omonyi Ojok na Jack Maumbe Mau. Kwa pamoja, makundi hayo yaliunda umoja ulioitwa Uganda National Alliance Army, UNLA. Umoja huo uliungana bega kwa bega na Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, katika operesheni iliyomuondoa madarakani Idi Amin mwezi Aprili 1979 na kuikomboa Uganda. Kwa kifupi, Moshi haikuwa tu mji wa kaskazini mwa Tanzania, bali ilikuwa kitovu muhimu cha harakati za ukombozi wa Uganda zilizopelekea kuanguka kwa utawala wa Amin.